Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo na Rais wa Colombia Gustavo Petro katika ikulu ya White House siku ya Jumanne, ikiwa ni wiki chache tu baada ya viongozi hao wawili kubadilishana kauli kali kuhusu biashara ya dawa za kulevya na operesheni ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela. Mahusiano kati ya viongozi hao yalidorora mwaka jana baada ya Marekani kufuta visa ya Rais Petro kufuatia matamshi yake yaliyokosoa mashambulizi ya Trump dhidi ya boti zinazodaiwa kuhusishwa na magenge ya dawa za kulevya katika bahari ya Caribbean, akiyataja kuwa ni ya kikatili. Petro pia aliikosoa Marekani kwa kuwafukuza raia wa Colombia, akidai hatua hiyo ilikiuka haki za binadamu. Trump kwa upande wake alimjibu Petro kwa kumtaja kama kiongozi wa biashara ya dawa za kulevya. Hata hivyo, kabla ya safari ya Petro kwenda Washington, pande zote zilionyesha dalili ya kupunguza mvutano, kwa mujibu wa shirika la habari la RT. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, Trump alisema uhusiano wao ulikuwa mzuri licha ya tofauti za awali. Hatukuwa marafiki sana hapo mwanzo, lakini sikuhisi kutukanwa kwa sababu sikuwahi kukutana naye. Sikujua chochote kumuhusu, lakini tulielewana vizuri sana, alisema Trump. Trump aliongeza kuwa mazungumzo yao yalijikita katika masuala ya vikwazo na juhudi za pamoja za kupambana na magenge ya dawa za kulevya, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Kwa upande wake, Rais Petro alisema mazungumzo hayo yalikuwa na mafanikio makubwa. Huenda tukawa tofauti kihistoria au kitamaduni, lakini tunachoshirikiana ni upendo wa uhuru. Hapo ndipo mazungumzo yetu yalipoanzia, wazo la kuunda mkataba wa uhuru, Petro alinukuliwa na BBC. Ofisi ya Rais wa Colombia ilieleza kuwa Petro alimkabidhi Trump taarifa ya majina ya mitandao ya kihalifu inayohusika na biashara dawa za kulevya, huku akiitambulisha Colombia kama mshirika wa kimkakati katika mapambano dhidi ya magenge ya dawa. Aidha, Petro alieleza mafanikio makubwa ya serikali yake katika kukamata dawa za kulevya kutoka kwa makundi ya kihalifu. Katika mazungumzo hayo, Petro pia alimuhimiza Trump kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Venezuela. Hapo awali, Petro alikuwa amelaani vikali tukio la kutekwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na wanajeshi wa Marekani mapema mwezi Januari. Ikumbuke kuwa Rais Maduro na mke wake Cilia Flores walikana mashtaka ya biashara dawa za kulevya walipofikishwa mbele ya jaji mjini New York mwezi uliopita. Mahusiano kati ya Colombia na Marekani sasa huenda yakaimarishwa zaidi baada ya Rais wa Colombia Gustavo Petro kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House siku ya Jumanne, ambapo Petro alimkabidhi Trump taarifa ya majina ya mitandao ya kihalifu inayohusika na biashara dawa za kulevya, huku akiitambulisha Colombia kama mshirika wa kimkakati katika mapambano ya magenge ya dawa za kulevya. Sasa mtazamaji wetu, shusha maoni yako kwenye uwanja wa comment hatua ya Rais Petro kumkabidhi taarifa ya majina ya mitandao ya kihalifu ya dawa za kulevya Rais wa Marekani Donald Trump. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.